Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mkoa wa Njombe si mwingine ni Rose Mayemba. Rose Mayemba kupitia mtandao wa Twitter ametoa maoni, ametoa nini ameota katika usiku wa leo. Rose Mayemba ameandika ndoto ambayo ameiota katika siku ya leo. Ndoto hiyo imekuwa na msisimko mkubwa sana katika mitandao ya kijamii. Watu mbalimbali wamekuwa na maoni tofauti katika mitandao ya kijamii. Na nukuu ndoto ambayo ameota Rose Mayemba, ambapo ameandika ujumbe ufuatao katika mtandao wa Twitter. Anasema usiku wa leo nimeota ndoto, nilikuwa nimezungukwa na wakuu wa mihimili yote mitatu. Mmoja wao alipiga risasi juu ya kichwa changu, nililala chini. Akafyatua risasi nyingine, lakini hakuzinipata. Nilikuwa naziona zinanipita kabla mshale wa moto. Ghafla wakatokea watu wengi wakanisaidia. Mmoja akanyang'anya bunduki akitaka kuniua, akafyatua risasi akawaua wakuu wa mihimili watatu. Pale chini walikuwa na pesa nyingi sana, zote nikazichukua, nikaanza kukimbia nazo mpaka nikashtuka usingizini. Niko napanda mlima mrefu sana, kukimbia nikawa na mzigo wa pesa nyingi. Nimeamka kuomba Mungu anipe tafsiri ya ndoto hii. Mwisho kunukuu maneno ya Rose Mayemba katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli. Wa kwanza anaitwa Benjamin Ngasa, anasema risasi inawakilisha roho ya mauti. Niliwahi kuota ndoto mtu ananipiga risasi ya paja, nikafanikiwa kukimbia hospitalini. Badala siku moja yule niliyeona ananipiga risasi alifiwa na baba yake kwa kugongwa na gari. Lakini Uzao Mteule anasema mimi niliota ningeposti, hawa mbwa wa kijani wangeshanitafuta. Nashukuru Mungu mara moja nilikuwa kuhusu Tundu Antipas Lissu, nikaona Mungu amlinde. Guess what, the same wiki nikaoneshwa maono mengine yanamhusu, kisha sauti ikathibitisha mwisho wa CCM. Niliamka na amani unimaginable. Lakini Galibu Samweke anasema usiwe na papara, maana ndoto yako imechanganya mambo hivi. Tafsiri yake si rahisi, inatakiwa kuwa makini na ndoto hiyo, na jaribu kurudia kusoma ili kupata maana sahihi. Lakini Sanjio anasema punguza kula ugali na sukuma wiki. Mikate ya kienyeji huko Kenya pia kuna vyakula vingine zaidi vina maana, ili tatizo kukosa lakini pia anasema ni kwa namna gani njaa na tamaa ya pesa zimekuwa kichwani. Lakini Mfukunzi anasema nyege na njaa ndiyo tafsiri hiyo ya hiyo ndoto. Fanya kazi upate pesa na upate mwanaume. Ametokana kidogo hapo. Lakini Beni anasema pale chini kulikuwa na pesa nyingi sana, zote nikazichukua nikaanza kukimbia nazo. Haya, unataka kiasi gani tuanze kuchangia? Lakini Gero anasema huko Nairobi utaota sana ndoto za hivi. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la Rose Mayemba. Jina langu Dwakeo TV, tukutana katika masuala ya kisiasa.